na mabadiliko ya tabia nchi. Hongereni sana kwenye hili, ninaamini tutakwenda kupata mabadiliko ya haraka katika tasnia yetu. Naamini utekelezaji wa shughuli zetu utaongezeka pia, kwa sababu yako majukumu ambayo yamebebwa sasa na mradi. Kwa hiyo zile changamoto ndogo ndogo ambazo tumekuwa tukikumbana nazo za kukosa fedha za kutekeleza majukumu yetu zitaenda kutatuliwa kwa namna moja au nyingine na mradi ule, kwa sababu umebeba baadhi ya majukumu yatatekelezwa ndani ya mradi. Kwa hiyo niwaombe watumishi wenzangu wote kwa pamoja, kila mmoja wetu sasa akatimize wajibu wake vizuri, akaweze kufanya kazi kwa bidii ili mradi ule uweze kufanikiwa na kuleta matokeo ambayo ndani ya kipindi hicho cha mradi tutakuja kuyapima na kuona kwamba hakika Bodi ya Maziwa imeweza kuleta mageuzi katika tasnia ya maziwa. Yako mengi ningependa niyazungumze, lakini pia ningetamani mpate muda wa kutosha kujadiliana katika kikao chenu hiki kama watumishi na management. Lakini niombe management kwa dhati kabisa mkatafute wawezeshaji. Najua kwenye ratiba mmeweka baadhi ya maeneo muhimu yale ambayo mnadhani watumishi wetu wangepata elimu hiyo ingewasaidia kuwajenga na kuimarisha zaidi katika utendaji wao. Nimezungumza masuala ya utunzaji siri. Ni vizuri pia tukapata facilitators wa eneo hilo ambao wamebobea kwenye eneo hilo, wakatujengea uwezo katika eneo hilo la utunzaji wa taarifa na siri za serikali, ili tukitoka hapa tuwe watumishi wapya, tuwe watumishi ambao tayari tumeshaanza kuimba mageuzi, tukaweze kufanya kazi zetu kwa weledi na uadilifu zaidi. Tunataka kwenda kuanzisha baa za maziwa. Tumezipa jina hilo makusudi ili watu wapate sehemu za kukutana. Wako watu wengi ambao wana feel very uncomfortable wanapokutana labda baa za vinywaji vingine. Tunataka kwenda kuanzisha baa za maziwa, ili baa za maziwa zisaidie sisi wengine wala ambao huenda tunaona kwamba kukaa kwenye zile baa za vinywaji vingine huenda ikawa changamoto. Kwa hiyo tunatamani tuwe tunakutana katika maeneo hayo. Tutayaita baa za maziwa. Liko neno lingine tutaziita pia milk zones. Tutumie fursa hiyo kuhakikisha kwamba sekta ina grow. Mgeni rasmi, watu wanayadharau. Ni kosa kubwa kudharau maziwa. Maziwa is all age. Hakuna cha mzee, hakuna cha babu, wote wanakunywa maziwa. Watu wanapoumwa wakati mwingine amekunywa sumu anasema mtafutie maziwa. Anakuletea maziwa unakunywa haraka haraka, alafu anasema maziwa yanaponyesha. Je, maziwa ni dawa? Ni swali ambalo wataalamu tumeendelea kujiuliza. Mimi ni mtaalamu wa maziwa kwa kiasi fulani. Lakini naweza kusema maziwa si dawa, lakini yako mengi katika maziwa nutritionally ambayo yana save life. Kwa hiyo maziwa ni chakula cha wakati wote, na tunapendekeza ni watoto wadogo. Baada ya maziwa ya mama kukata, maziwa ya mama kukata yanakata yakizidi sana ni miaka 3. Baada ya miaka 3, mheshimiwa mgeni rasmi, tuna recommend sisi wataalamu wa maziwa kwamba watoto waendelee kunywa maziwa mpaka umri wa miaka 19. Ile growth window ya miaka 1000 is a must. Baada ya hapo mpaka miaka 19, mpaka mtu yuko form 6 anatakiwa apate maziwa glasi moja, mils 250 almost every day.